thamani ya mwanadamu ni afya. Ikidorora, ikatetereka, basi thamani pia inadorora, inateremka. Upendo pia unateremka. Sisi ni marafiki kwa sababu ni wazima. Akiugua mmoja wetu, urafiki unaishia hapo hapo. Na uhai ndio msingi mkuu wa upendo pia, na urafiki na usuhuba. Mmoja wetu akitengana, roho yake na mwili wake si rafiki tena, kwa sababu hata kumsalimia utaki, huwezi ukalala naye, huwezi ukasafiri naye, kwa sababu tena kashanyang'anywa neema ya uhai, neema ya maisha, neema ya uzima, neema ya afya. Kwa hiyo ni neema ya kushukuru sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afya pia ni sehemu ya starehe ya mwanadamu. Allah akikunyang'anya afya, akakupa mali na watoto, utaishi pia kwa dhiki sana kuliko masikini. Sisi ni mashuhuda. Ndugu zetu au sisi wengine tumo humu. Allah ametupa mtihani wa maradhi. Kuna maradhi yanayoitwa si ambukizi, yanaitwa maradhi nyemelezi. Hatuambukizani, ni nyemelezi. Mmoja wetu akinyemelewa na moja kati ya haya maradhi, hata starehe ya maisha haipo tena. Starehe ya kimaumbile naisha tena. Starehe ya uzuri wa dunia yenyewe na mapambo yake tena haipo, kwa sababu utawekewa mipaka ya namna ya kuishi. Unapangiwa vyakula, utapangiwa kitanda cha kulalia, utapangiwa aina za vimiminika vya kutumia. Utazuiliwa kula wali, utazuiliwa kula nyama, utazuiliwa kutumia mafuta mazuri. Unapangiwa kwamba wewe unatakiwa ule ugali wa muhogo, daga. Unatakiwa utumie ulezi, utumie uwele, ule mtama. Inawezekana kwenye akili yako au kwenye utamaduni wako hivi vyakula vipandi, lakini huna jinsi, huna namna, kwa sababu wanakujengea hofu ya maisha, hofu ya kiumbe. Hawakujengea hofu ya Allah, kwamba ukitumia vyakula kinyume na hivi unatangulia akhera. Vimiminika vyote vyenye utamu ni marufuku. Chumvi unatakiwa uweke ya kusikilizia, sio ya kukolea. Yani ya kusikilizia, ya kutegea, ya kusaidia kile chakula kiweze kushuka. Mboga zinatakiwa zichemshwe. Unakula zile mboga na unakunywa supu yake, kwa hofu ya kubakisha afya yako. Kwa afya ni sehemu msingi na ndio qaidatul haya. Hii ndio bezi ya maisha. Kwa hiyo tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutupa neema hii, au kutupa nusu ya neema hii. Manake hakuna mzima katika sisi. Inawezekana mimi hapa ninazungumza nina nusu ya uzima wa afya yangu,
au wewe unayenisikiliza, inawezekana. Sasa hichi kipande kingine, nusu nyingine we ni mbovu, alafu nusu nyingine ni mzima, basi katika nusu hii ya uzima tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli, alafu na viwili vyetu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala sihhati, ala ni'mati sihha, alafu tumwabudu Allah ipasavyo. Hii ndio itatubakisha sisi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii itatubakisha sisi katika shukurani ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana sisi kushukuru hii neema kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo. Jana nilianza na hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhuma inayosema buniya al-islamu ala 5 shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamu as-salati wa ita'u az-zakah wal hajj sawm Ramadan. Hadithi hii na yenyewe kama tulivyosema kwenye afya ndio msingi wa maisha yetu, basi hadithi hii pia ndio msingi wa uhai wa imani zetu. Hii ndio imekusanya vile vipengele ambavyo vinatufanya sisi tubakie kwenye rehema za Allah, na ndio inatafsiri lengo na shabaha ya Allah subhanahu wa ta'ala sisi kutuumba. Hamsini na sita Allah anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wataalam wanasheria wanasema al-ibadatu hiya ibaratu عن الأفعال والأقوال التي يرضاه الله أو خلاف ذلك، هو كل ما يرضى الله من الأقوال والأفعال. Ibada ni kila matendo na kila maneno ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio inaitwa ibada. Kwa hiyo uhai wa ibada zetu, uhai wa lengo la sisi kuumbwa umesimama kwenye hizi nguzo. Kwa muhtasar, tugusie kidogo ibada ya swala, nguzo ya swala. Sheikh Mzuri, naomba kwa idhini yako niwakumbushe baadhi ya wahudhuriaji wetu ambao hawakuhudhuria baadhi ya ijtimai za bara. Ijtimai za bara huwa siku ya pili kama hivi. Taalimu inaitwa shirikishi, yani mtavira, taalimu shirikishi. MC aliyotoka hapa alituasa akasema hivi, ndugu zangu, yule ambaye hakupata nafasi ya kusimama hapa si kwa sababu kwamba yeye hafai, sio kwa sababu hiyo. Kwa sababu kwanza tuko wengi sana, programu zimebana, na si kila mtu anaweza akasema,
Na hii sio hapa tu, mpaka kwenye mikutano ya kijamii. Tunaalikwa kwenye mkutano wa kijamii, atasema mwenyekiti, atasema katibu, mweka hazina na mjumbe fulani. Na inawezekana hawa wanaosimama mbele yetu kusema tunawazidi elimu. Mfano, tunamkuta mhasibu wa kijijini kamaliza darasa la 7. Akasoma skuli mpaka form 4. Lakini kuna mhudhuriaji yuko pale ana vyeti vya chuo kikuu. Vya uhasibu, si ndio? Lakini kwa sababu ndio utaratibu, ndio protocol. Sawa? Kwamba hawa ndio wameteuliwa kusimamia jambo letu. Basi kuna mhasibu mdogo hapa ndio ataruhusiwa kusema. Si manake huyu kadharauliwa, hasha wakala. Sasa taalimu shirikishi pia lengo lake kubwa ni mambo mawili makubwa. Naomba mnielewe hivi, alafu tushirikiane. Tuko tayari inshallah kushirikiana? Taalimu shirikishi ina malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kila mtu yeye asaidie na yeye kuchangia mada. Angalau kwa dakika 1 au dakika 2, lakini achangie, alafu kwa hiari. Hatumlazimishi, bwana mzee simama, kijana simama. Yeye atainua mkono kwamba naye afanye nini? Achangie. Kwa sababu wote hapa tuna elimu na ni wajuzi, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema hivi, fadhakir. Si ndio? Mtu anayekumbushwa ni mjinga au mtu anayefahamu mambo? Yule asiyefahamu anaelimishwa, anafundishwa. Lakini yule anayejua anakumbushwa. Ndio maana yake. Na Allah anasema hivyo kwa sababu asili ya baba yetu ni mwalimu. Na sisi tunazaliwa ni walimu. Wanasema Waswahili kule bara, mtoto wa panya ni nani? Panya. Si ndio? Maana kama baba yetu Adam, Allah alimpa kitabu pale tu, anakabidhiwa roho, si ndio? Allah akampa elimu, akampa fani. Sawa? Haiwezekani yeye akazama jahili. Hicho kitu hakiwezekani, hakipo. Sawa? Sisi tuna kitu kinaitwa tu pazia. Samahani kidogo. Sawa? Kinaitwa nini? Kila mwanadamu ana pazia. Lakini kwa bahati mbaya pazia hili la kielimu kwa Kiarabu ni gumu kidogo. Linaitwa ujahili. Linaitwa nini? Aljahalu. Kwa hiyo nikikwambia anta jahil, tutapigana kwa sababu limekuja halina sura nzuri. Lakini tafsiri yake hasa kalimatu jahalu ni pazia. Alafu kalimatu ummu pia ni pazia. Naomba nifunue maneno haya kwamba mimi hapa najua kutifua shamba, kusia mbegu na kupiga palizi na kumwagilizia. Kwa hiyo ukija shambani kwangu utakuta mazao yamenawiri, yamechanuka vizuri, yanazaa vizuri, yananipa tija nzuri kwa sababu mimi ni mtaalamu wa kilimo. Tuko pamoja? Lakini kuna mtu mwingine hii fani haijui, kwa hiyo yeye ni jahili katika fani hii. Naomba ukubaliane na mimi kwamba ukipewa kisu, ukakabidhiwa kisu kikali, ukaambiwa kata kichwa cha kuku, utashindwa utaweza? Ya utashindwa utaweza? Si unajua kukata na kuchana hivi? Au nyama tayari kashachinjwa ng'ombe pale. Unaambia bwana chukua kisu, hebu charanga kata. Sio? Tumia kisu, make matumizi ya kisu. Jamani sawa? Lakini ikatokea kwamba mmoja wetu akapatwa tatizo la appendix. Alafu ukaambiwa hivi, huyu mgonjwa huyu anatakiwa akachanwe kwa kisu. Na wewe visu unavyo nyumbani. Madamu unajua kukata kichwa cha kuku, kucharanga nyama ya ng'ombe au ya mbuzi, kumcharanga samaki,
papa unaweza kulicharanga. Kwa nini usichukue kisu ukachana? Si sehemu ndogo tu. Chukua kisu. Sio? Unachana pale, alafu unakakuta pale. Alafu na kenyewe unafanya? Unakakata, unachukua sindano unashona, alafu na hapo unakuja unashona. Si tayari umeshamtibu mgonjwa wako? Nakuuliza, inawezekana haiwezekani? Inawezekana haiwezekani? Wewe unajua kutumia kisu? Kwa nini sehemu ndogo tu inakushinda? Inakushinda kwa sababu anta jahilun bi'amaliyatul jarahiyya. Wewe huna ujuzi wa kufanya operation. Tuko pamoja ndugu zangu? Hii ndio tafsiri sahihi ya neno nini? Ujahili. Kwa hiyo kila mtu katika sisi, samahani lakini tumeomba mniruhusu kutumia neno hili. Sawa? Sisi tuna elimu sehemu na tuna ujahili sehemu. Maana hivi tuna maarifa sehemu na sehemu fulani kuna pazia. Lakini haizuiliki lile pazia kutolewa. Sawa? Mfano niliotoa mwanzo, kama hujui kulima, basi mimi utakuja kwangu, nitakufundisha namna ya kulima, kusia mbegu, kumwagilizia, kuwekea mbolea na kulilea lile shamba. Halafu ukifanya kama nilivyokuelekeza, ukapata tija, tayari wewe tumetoa pazia. Tuko pamoja ndugu zangu? Kwa hiyo ndio maana tunachukua watoto wetu, tunawapeleka mashuleni, na sisi wenyewe tunakwenda katika semina mbalimbali kupunguza yale nini? Mapazia. Tuko pamoja ndugu zangu? Lakini pia kuna kitu kingine ambacho tumesema al-ummu. Kalimatu ummu ina maana nyingi katika masuala ya kilugha, lakini nachukua maana moja. Ummu ni mtu kuto kujua kusoma na kuandika, na hili ni pazia. Tuko pamoja ndugu zangu? Na hili ni nini? Ni pazia. Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah kamtaja kwa sifa hii kwenye msahamu. An-nabiyul ummiyu. An-nabiyyu al-ummiyu. Nabii asiyejua kuandika na kufanya nini? Kusoma na kuandika ni pazia. Na Allah alimfunika pazia hili makusudi. Inaitwa katika kitaalamu atahaddi. Atahaddi. Bimaana hili lilikuwa ni pambano dhidi ya wanataaluma wote duniani, kwamba anakwenda kushinda mtu ambaye hajua kusoma na kufanya nini. Na laiti kama Allah angefungua pazia hili kwa mtume, Waarabu pamoja na sisi tungeukataa Uislamu, tungekataa Qur'ani, tungekataa hadithi, kwa sababu tungesema si maneno yake kaandika mwenyewe, yule bwana si mwandishi yule si mtaalamu. Sasa maneno yake anatuletea sisi hatukubali. Waarabu ni katika moja ya mataifa yenye fani kubwa sana duniani. Walikuwa wanatisha, mpaka leo wanatisha. Mahesabu ya algebra ni mahesabu ya Jafar ibn Abdullah. Jafar yamepinduliwa pale, sawa? Lakini fani ya hesabu ya mahesabu ya algebra, mvumbuzi wa kwanza ni Muislamu, na jina lake wameshindwa kulibadilisha, wakabakisha vile vile, japo wamelichezea kidogo. Kwa hiyo kwa maana hii ni kwamba sisi kama Allah subhanahu wa ta'ala angetoa pazia hili kwa mtume, tungeikataa Qur'ani. Wangeanza ndugu zetu walioanza naye, na sisi tungeikataa. Tunasema huyu bwana ni mtaalamu wa hesabu, huyu ni mtaalamu wa kutunga, huyu katutungia maneno yake tumfuate sisi, anataka kutengeneza koloni. Sisi tusingekubali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipomnyima fani hii na akampa Qur'ani ambaye imekuja kutahadda elimu zote na fani zote duniani, basi Waarabu walisalenda na umma ukasalenda. Kwa hiyo kalimatu ummu pia ni pazia.
Sasa haya mapazia uwezekano wa kutoka yapo. Kwa hiyo kwa maana hiyo nirudi kwenye mada yangu kwamba sisi humu sio umeyuna, imani yangu inanituma vile. Sisi wote tunajua kusoma, tunajua kuandika. Alafu sisi humu katika Uislamu nahnu laysu juhalaa humu. Sisi humu tunaofahamu Uislamu vizuri mno. Labda nitaje historia kidogo kwamba visiwa vya Unguja, Pemba na Zanzibari na visiwa vya Lamu, hivi ni visiwa kongwe vilivyotangulia katika mataifa yetu haya katika elimu ya dini. Sisi bara tunakiri kwamba tumetanguliwa, na huu ni ukweli ambao haufichikani. Wewe kama unatoka bara, kwa mfano kama mimi hapa Nyamwezi, kama mimi, wewe angalia anapokaribishwa muhadhiri kutoka hapo Unguja, anakuja mwepesi hivi, si ndio? Wengine wakuja wamejimarisha. Umeona, unajua hapa kuna vitu vinakwenda kuteremka. Mwingine akuja mwepesi sana, si ndio? Akisimama hapa sasa, sikiliza vitu anavyotongoa, ndio ujue kwamba tumetanguliwa. Sawa? Kwa maana hii sisi ni wajuzi katika dini yetu.